Hayo yamesemwa na mkuu huyo wa wilaya baada ya kutembelea kivutio cha Ziwa Ngosi, ambapo ameeleza kuwa ni ajabu kuona mkazi wa Mbeya hajawahi kufika katika eneo hilo, akiwataka wananchi wa Mbeya kuwa mabalozi wa vivutio vyao vinavyozunguka ili kutangaza mkoa wa Mbeya, hususan wilaya ya Rungwe yenye vivutio vingi. Unapokuja kwenye vivutio vya utalii kama hivi, mfano hapa Lake Ngosi, kama una mawazo na msongo wa mawazo, leo hii utakuwa umeacha hapa. Utakapotoka hapa, kwa kweli utakuwa kama umezaliwa mpya. Ni ajabu, mtu anaishi Mbeya, mtu anaishi Rungwe hii, lakini hajawahi kufika Ziwa Ngosi, hajawahi kufika Mlima Rungwe, lakini mgeni kutoka mbali anakuja hapa. Sasa ni wakati umefika kwamba sisi kama wana Mbeya, wana Rungwe, wa Tanzania kwa ujumla, tutembelee vivutio mbalimbali vya utalii. Sisi Rungwe tunasema ni matajiri wa utalii. Tunavyo vivutio mbalimbali kama nilivyosema hapa, leo tuko Ziwa Ngosi, lakini tunao Mlima Rungwe, lakini pia tunalo daraja la Mungu, tunasema God's Bridge, lakini pia tunao tunasema Kijungu ambacho ni sehemu ya kipekee, lakini pia tunao Ziwa Kisiba. Kwa hiyo nitumie fursa hii tufanye utalii sisi wenyewe kama wananchi kwanza wa Tanzania, kwa maana wana Rungwe, lakini kwa niaba ya mkuu wa mkoa kama wana Mbeya, ili tuweze kufanya utalii. Tukifanya sisi wenyewe, wageni watafuata. Na utalii si katika wanyama tu. Wengi wamezoea kwamba utalii labda ni katika wanyama. Hapana, tufanye utalii wa kiutamaduni, kuonyesha mila na utamaduni na mambo yaliyopo katika makabila yetu. Vizazi vya sasa hivi havijui nini wazee wetu walikuwa wanafanya. Tuna vyakula gani vya kiutamaduni? Leo hii kumwambia kuna chakula cha Kinyakyusa, kuna mboga inaitwa nguniani, mtu mwingine ni Mnyakyusa yuko Dar es Salaam hajui ni kitu gani. Tu Mnyakyusa unamwambia kuna mafufu, hajui mafufu ni kitu gani. Lakini tunataka tuonyeshe vitu gani vinapatikana katika wilaya yetu, vinapatikana katika mkoa wetu. Nasolo Shelkindo, mhifadhi wa hifadhi ya mazingira asili kutoka Mlima Rungwe, amesema ukitaka kuona ziwa itokanalo na mlipuko wa volkano duniani, kwa Tanzania inapatikana mkoani Mbeya na ni lenye muonekano wa kipekee. Lake Ngosi. Ziwa Ngosi ni kivutio kikubwa ambacho kiko ndani ya hifadhi yetu, na pia ni ziwa kubwa la pili kwa ukubwa barani Afrika, ziwa linalotokana na volcano. Kwa hiyo kwa nyanda za juu kusini na mkoa wa Mbeya tuna kivutio ambacho ni tofauti, hakipatikani maeneo yote duniani. Inapatikana Ethiopia na Mbeya peke yake. Kwa mantiki hiyo sasa, tunaamini wote waliofika katika eneo letu hili watakuwa mabalozi kwa ajili ya kutangaza kivutio chetu cha utalii. Baadhi ya watalii wa ndani waliofika katika kivutio hicho wamesema wamejifunza vitu vingi katika utalii huo. Mkubwa ambayo tumejifunza, tunahitaji kufanya hili jambo mara kwa mara. Utalii unatakiwa uwe sehemu ya maisha yetu. Watanzania tunatakiwa tubadilike. Kwa hiyo tuwapongeze sana watu wa TFS na kina taasisi zote ambazo zimeweza kulifanya hili jambo likawa kubwa. Kubwa zaidi nilikuwa naona kama nachoka wakati napanda, ila ninavyozidi kwenda nazidi kujikuta na amani, na natumai watu wengi sana, kwa sababu kuna wengine wakati tunaanza safari walikuwa wanaonekana kama hawezi kufika, lakini wameenda na wanarudi wana furaha. Tunaona yani asili, kwa sababu hapa mazingira mengi ni asili. Kwa tunaona mimea mbalimbali, asili yetu pia. Kwa tumejifunza na tumefurahi na tumefurahia safari. Kwa hiyo utalii siku zote ni afya. Tunaomba watu mbalimbali wapende kwenda kwenye utalii ili tuweze kuijenga nchi yetu. Toka mkoani Mbeya, mimi ni Jacqueline Mwangama na hii ni Clouds Habari.